Bwana, leo nina nyumba fulani vya vyumba vinne, na kama utanisikiliza vizuri sana na kuhakikishia mdau wangu na kugarantii kabisa kwamba hii ni nyumba ambayo ukijenga hautakuja kujutia na wala hutokuja kujenga tena nyumba nyingine, kwa sababu ni nyumba ambayo kwanza ndani imejitosheleza kuanzia kwenye mikato mpaka kwenye body structure, kwa maana ya picha ya nje. Umeona bwana Lakini pia kwenye paa pia roofing yake iko nzuri sana. Yaani ina mikato mizuri sana ya kwenye paa. Kwa hiyo ni nyumba ambayo huwezi kuichukia, huwezi kuichoka na wala haiwezi kwako ikakuboa, yani unanielewa vizuri kama ambavyo unavyoona paa lake. Sasa mimi nimeifanyia BOQ kwa maana ya gharama za ujenzi kuanzia kwenye msingi, kuipaua pamoja na kuifunga nyumba yako ili uweze kujiandaa na zoezi zima la finishing, kwa maana ya kuweka grill pamoja na milango wa nyuma na mbele, mlango wa geti. Umeelewa vizuri pamoja ni kuweka madirisha ya grill pamoja na kuweka mlango wa nyuma na mbele. Kwa hiyo naomba unisikilize vizuri sana ili uweze kupata hesabu kamili. Kufikia hatua hiyo utatumia shilingi ngapi, matofali utatumia idadi gani, simenti idadi gani, kokoto idadi gani, nondo kiasi gani. Kwa hiyo ni wewe mwenyewe kunisikiliza, kutega sikio ili uweze kuondoka na hii budget. Lakini pia kama utaipenda hii ramani unaweza ukanicheki. Hii ramani ninayo bwana mdau wangu. Ramani ni nzuri sana, nzuri. Mimi mwenyewe ningekuwa na uwezo hii nyumba ningeijenga. Sema ni kwa vile tu ni nyumba fulani ambayo ni very expensive kidogo kwenye kuijenga. Ina gharama kidogo. Kwa hiyo kwa watu ambao wagonga ulimbo kama mimi, siwashauri waingie kwenye ujenzi huu. Kwa moja kwa moja ni kuombe mdau wangu tuende kwenye quotation yetu kwa maana ya gharama zetu za ujenzi. Lakini ukimaliza usiache kusubscribe mdau wangu, lengo ni kunipa backup na mimi niweze kukupa material mengi zaidi na zaidi. Bwana, hii nyumba kwenye tofali za msingi zimeingia tofali 2700. Tofali 2700 ndio tofali ambazo zimeingia kwenye hii nyumba, na tunashauri sana mdau wangu utumie tofali za inchi 6 kwa ajili ya kuipa ubora nyumba yako, kwa sababu nyumba inabeba mzigo, na ukiweka tofali ya inchi 6 inakuwa inaweza kabisa kumudu mzigo ambao utakaobebwa na hiyo nyumba. Lakini pia sio kubeba mzigo tu, tofali ya inchi 6 ni bora zaidi kutokana na mazingira mbalimbali. Aidha eneo likiwa lina maji ama eneo likiwa lina slope, hata kutoa clay tofali ya inchi 6 inakuwa ni issue kidogo, tofauti na tofali ya inchi 5. Na tukija kwenye swala zima la kuanza kujenga boma, kwenye tofali za boma zimeingia tofali 3200. Hizi tunashauri hata ukijengea tofali za inchi 5 sio issue. Kwa hiyo tuna tofali 2700, tuna tofali 3200. Kwa hiyo ukijumlisha hapo unapata idadi ya tofali 5900. Kwa hiyo ni kama tofali 6000 fulani hivi. Kwa hiyo ukinunua tofali 6000 maana yake unakuwa mwendo umeumaliza vizuri sana. Lakini kwenye swala zima la simenti tuna mifuko ya simenti 150. Hii tumetumia kujengea msingi, boma pamoja na vibaraza vyake. Lakini pia tuna mchanga ambao tumetumia tripu 4, lori la cubic mita 20. Tuna kokoto tumetumia tripu 4 ambazo tumetumia tripu 8 ambazo tumetumia lori la cubic mita 4. Lakini pia tuna nondo size za milimita 12 tumetumia pisi 170. Pisi 170 kwa nini? Ni kwa sababu hii nyumba ina hizo baraza za kutosha sana, kwa maana ina slabu nyingi. Muona bwana, nyuma kuna slabu, hapo mbele kuna slabu tena kubwa ambayo ndo kama ndo paa lake la hiyo open sitting room, hiyo area ya nje kwa ajili ya watu kustay na nini and stuff like that. Kwa hiyo ni sehemu ambayo imekula nondo nyingi sana. Na tukija kwenye swala zima la lingi, tuna lingi za 7x4 ambazo tumetumia pisi 370 kwa ajili ya kufungia mkanda. Tuna lingi za 5x4 ambazo tumetumia pisi 270 kwa ajili ya renta. Lakini pia tuna lingi za 6x6 ambazo tumetumia pisi 90. Hizi ni kwa ajili ya nguzo. Mpaka hapo nyumba yetu kwenye swala zima la msingi na boma tunakuwa tumeimaliza vizuri sana. Tukija kwenye swala zima la kupaua, hii nyumba tumetumia mbao za 2x2, tumetumia mbao za 12 ambazo tumetumia 2x2 pisi 360. Pisi 360 ndio imetumika kwa ajili ya kupaulia hii nyumba yetu kwenye swala zima la mbao za 2x2. Tukija kwenye swala za mbao za 2x4 tumetumia pisi 480. Pisi 480 ndio tumetumia mbao zetu kwa ajili ya kugonga kenchi. Hii nyumba ni kubwa sana mdau wangu. Kwa hiyo unapotaka kuijenga, fanya mahesabu yako vizuri, calculation zako zikae vizuri, uchumi wako ukae vizuri ili usije baadaye ukayumba. Hapo kwenye swala ambao tunakuwa tumemalizana. Tukija kwenye swala zima la misumari ya kenchi ambayo tunatumia misumari ya inchi 3 na inchi 4, hapo unaweza ukachukua kilo baki moja kimoja ambacho kina takriban kilo
nadhani kina kilo 25 kitu kama hicho. Kilo 25 sio kesi, unaweza ukatumia kwa ajili ya kugonga kenchi yako. Lakini pia tuna misumari ya kofia ambayo tunasema misumari ya pakti. Kwenye misumari ya pakti tunakuwa tumetumia misumari ya pakti 65 kwa ajili ya kuweza kuwezekea paa letu. Na kwenye bati tumetumia bati za futi 12, tumetumia PC 210 kwa ajili ya kuweza kupaulia hii nyumba yetu. Na mpaka hapo tutakuwa tumemaliza kabisa kwenye swala zima la kuijenga nyumba yetu kwenye msingi mpaka kwenye hatua ya boma. Na kinachofuata hapo sasa ni kuweza kuifunga sasa nyumba yetu. Umeona bwana? Maana yake hapo tushafanya vitu vitatu. Tumejenga msingi, tumejenga boma, lakini pia tumeipaua. Kwa hiyo kinachofuata ni kuifunga ili kuiweka iwe salama. Baada ya hapo tukaondoka sasa kwa ajili ya kuanza kujipanga kwenye hatua nyingine ya finishing. Na zoezi linalofuata hapo ni zoezi la kuweka madirisha ya grill pamoja na mageti mawili wa nyuma na mbele. Sasa kwenye bajeti zima ya grill hapo, bajeti yote ni 3,500,000. Unakuwa umemaliza bajeti nzima ya grill kwa maana ya madirisha pamoja na milango miwili wa nyuma na mbele. Lakini tukija kwenye swala zima la msingi, boma pamoja na kifusi in general, sasa kwenye budget nzima inasoma shilingi 25,000,000. Tukija kwenye kupaua na yenyewe nayo kwa ujumla ina cost shilingi 15,000,000. Na maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba ukichukua gharama ya msingi, boma plus na kifusi ambao ni 25,000,000, ukaja ukachukua gharama za kupaua ambao ni 15,000,000, ukaja ukachukua hesabu ya grill ambayo ni milango pamoja na mageti yake mawili ambayo ni 3,500,000, tuanze kujumlisha hapo. Tuna 25,000,000, tuna 15,000,000. Maana yake mpaka hapo tuna milioni ngapi? Tuna milioni 40. Tukija kuchukua milioni 3 na 3,500,000, tuna milioni 43,500,000. Kwa milioni 43,500,000 ndio nyumba hii kuijenga kwenye hatua ya msingi, boma mpaka kupaua pamoja na kuweka magrill na milango yake yote miwili. Milioni 43,500,000. Baada ya hapo unaifunga nyumba yako, unaenda kujitafuta kwa ajili ya zoezi la finishing. Ukirudi sasa hapo vitu vinaongea lugha nyingine kabisa. Umeona bwana? Hapo tunaanza vuruga sasa Kiswahili, tunaondoka. Hatuna tena tofali hapo, hatuna simenti hapo, tunazungumza mambo ya kizungu tu. Na nikuombe mdau wangu, kama unaona mfuko wako haukuruhusu, hii nyumba sikushauri ujenge. Hii ni nyumba ambayo ya watu ambao wamejipata, tunaweza kusema. Lakini hii ramani ipo. Ukihitaji naweza nikakuuzia, hata kama una fundi wako akakujengea. Lakini pia naweza nikakuuzia na nikakuuzia ramani na nikaweza nikakujengea pia mimi.